السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان، awali yote tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametufikisha paka muda huu wa siku ya Ijumaa. Tumefika paka huu wakati wa baada ya sala ya asri, tukiwa tuko ndani ya Ramadhani ya 30, Ramadhani ya mwisho kwa mwaka huu 1447. Jana tulikuwa na siku ya majibu, maswali na majibu, na leo ahadi yetu ni kwamba ni siku ya kuhitimisha darasa yetu, na kwa kuwa tunahitimisha kwa dua kila mwaka, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale tuliyofanya ayapokee. Lakini kabla ya kusoma dua, na leo hatutochukua muda mrefu, tunapeana nasaha 2-3 za kukumbushana, kwa sababu sehemu kama hizi, wakati kama huu, kukumbushana ni kitu muhimu sana. Naikumbusha nafsi yangu pamoja na kuikumbusha nafsi ya kila mmoja juu ya suala la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taqwa Allah, kuwa na takwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kujitahidi Muislamu ahitimishe Ramadhani yake katika hatima iliyokuwa nzuri. Na kisha baada ya kusema hayo, nitoe kama itasihi neno, nitoe kama nasaha kwa nafsi yangu awalan, kisha na kwa kila mmoja wenu, kwa ajili ya miezi inayofuata baada ya Ramadhani. Nini cha kufanya Muislamu ili udumu katika haya mambo ambayo kwamba umeyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ili kudumu katika mambo ya kheri, kudumu katika ibada, kudumu katika taa, kunahitajika mambo mengi sana. Lakini la mwanzo kabisa ambalo kwamba ili likuingie hilo, ukiwa nalo hilo, ndio haya mengine yote yatakuwa mepesi nitakayotaja. Ili udumu kwenye ibada, ni lazima umjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukweli wa kumjua, maarifatullah, kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wanaochuoni wanasema mtu kukijua kitu, kuna njia 3 tu za kukijua kitu chochote. Ima kukijua kitu kwa wewe mwenyewe umekiona kwa macho yako, ndio unaweza kukielezea kile kitu kilivyo, na ukaweza kuwa nacho ukisimulia kwa mtu yoyote. Na hili bila shaka sisi tukisema kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tumfanyie ibada vile inavyotakiwa kwa njia ya kupitia kuona, Allah Subhanahu wa Ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir. Allah hakuna aliyemuona wala hakuna ambaye kwamba amemuona ili akaweza kutuambia sisi yuko vipi ili tuwe tunamwogopa. Kwa njia hiyo ya mwanzo, kukijua kitu ili umekiona, lazima umekiona. Kwa Allah sisi hatuwezi, hatujamuona, na yeye wala hafikiki na macho, kwa hiyo hauwezi kumwelezea Allah yuko vipi. Njia ya pili ya kukijua kitu ni kuelezewa na mtu unayemwamini kwamba kitu fulani kiko hivi, kiko hivi, kiko hivi. Nacho hichi sisi hakuna aliyetuelezea kwamba Allah yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, kakaa hivi, kaa hivi. Hakuna njia hiyo. Na njia ya pili, ya 3 na mwisho kukijua kitu, ni kufanana kile kitu na kitu chengine, ili ukifananisha useme kiko kama hivi, ndio ukakijua. Na hili kwa Allah mwenyewe, laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Lakini njia ya kwanza ile ya kwamba kukiona hatujakiona, njia ya mwisho kwamba kufananika na kitu, Allah hafananiki na kitu chochote. Lakini hii njia ya pili
ambayo ni kuelezewa na mtu unayemwamini kuhusiana na Allah ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ametuelezea sifa za Allah sehemu nyingi tu katika hadithi mbalimbali, lakini mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amejielezea kwenye Qur'an yeye ni nani. Kwa hiyo ukitaka udumu kwenye ibada, udumu kuendeleza taa zako baada ya Ramadhani, ni kwenda kuipekua Qur'ani kwa kupitia ile njia ya pili, kukijua kitu kwa kuangalia nani aliyekuelezea kile kitu, ili umwamini, ufate kumfuata vile, upate maarifa ya kile kitu. Allah amejielezea mwenyewe kwenye Qur'anul Karim. Ukitaka kumjua, anasema huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada huwa arrahmanu arrahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alkhaliq albari'u almusawwiru lahu alasma'u alhusna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa alazizul hakim. Kule mwisho wa suratul Hashri Allah anajielezea mwenyewe, na sehemu nyingine mbalimbali anajielezea Allahu latifun biibadihi yarzuqu man yasha, na sehemu nyingine anasema wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na sehemu nyingine anajielezea anasema ghafiri dhambi wa qabili taubi shadidul iqabi bitawb. Kwa hiyo ukitaka kumjua Allah ni kwenda kuangalia ile Qur'ani, Allah amejizungumza vipi mule ndani ya ile Qur'ani, na kuangalia kwenye sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amemzungumza vipi, kumwelezea Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimjua Allah, ukweli wa kumjua, hii ni sababu mojawapo itakayokuvuta wewe katika kudumu katika ibada. Hivi leo wewe unakwenda kusoma Qur'an, unakutana na aya kama iliyosema kwamba Allah miongoni mwa sifa zake ni ghafiri dhambi wa qabili taubi shadidi al-iqab, kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kukubali toba, lakini vile vile katika fi nafsi alwaqti, katika wakati huo huo ujue na yeye ni mkali wa adhabu. Hivi kweli ukishajua sifa kama hizo, utaweza kujipa matumaini ya kufanya maasi ukajiachia tu na ukayachuma, ilhali wajua yeye mwenyewe amejisifu shadidul iqabi dhit-tawb. Hivi ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu rizqa liman yasha'u Allahu latifun biibadihi yarzuqu man yasha, kwamba Allah anamkunjulia anemtaka. Hivi ukisoma kwamba Allah yeye miongoni mwa sifa zake kwamba yaghfiru dhunuba jamia, kweli wewe utakata tamaa na makosa uliyofanya? Bila shaka miongoni mwa sababu za kumjua Allah ni kwenda kuisoma Qur'anul Karim, na ukishaisoma ile Qur'an ukazijua zile sifa za Allah anazozipenda na anazozichukia, umesoma umekuta Allah miongoni mwa sifa anayopenda ni mtu kuwa ni rahim, kuwa na huruma. Arrahimuna yarhamu arrahman, wenye huruma wanarehemewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe ukajipamba na sifa ya huruma. Umepona kwenye Qur'anul Karim, miongoni mwa sifa Allah anazozipenda ni al-afu, kusamehe. Wewe kwa nini mpaka leo yule ndugu yako ambaye kwamba umeteta naye, umekosana naye, mpaka leo huwezi kumsamehe? Kwa nini wewe yule rafiki yako ambaye kwamba umekosana naye huwezi hata kusalimiana naye, na unasema kwamba sisi tutakwenda kuonana akhera? Wewe bado hujazijua sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahaba mkubwa huyu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ilikuwa kuna mtu anaitwa Mistah bin Uthath radhiyallahu anhu. Huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni jamaa yake Abu Bakar vile vile radhiyallahu anhum jamia. Huyu Mistah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ilikuwa akimpa, kwa lugha nyepesi ili tuelewane, akimpa posho katika kila baada ya muda, ima kwa udugu aliokuwa nao na kwa ukaribu au kwa mambo mbalimbali. Maisha yakaenda, huyu Mistah akaja kuingia katika kosa walioingia baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzungumza katika heshima ya mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha. Akazungumza
Anamzungumza mtoto kwa lugha ya kuelewana, mtoto wa mtu ambaye kwamba yeye anamsaidia, akazungumza kwamba kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya hivi. Miongoni mwa waliozungumza kina Hassan bin Thabit na huyu Mistah bin Muthath. Abubakari baada ya kufanywa vile akamwona huyu mtu mimi nimemsaidia, leo amekuwa ni mtu wa kunizungumzia mimi heshima ya binti yangu. Akasema mimi kuanzia sasa hivi sitomsaidia tena. Pale pale inashuka aya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waliyafu waliyasfahu. Ni vitu viwili, waliyafu waliyasfahu, na wasamehe na wafute kabisa kile ambacho kwamba kimepita. Kisha Allah anawauliza waumini, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, je, nyie hamtaki Mwenyezi Mungu awasamehe? Sasa ikiwa wewe wajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa sifa zake ni kusamehe, kwa nini na wewe hujivishi hii sifa ambayo Allah anaipenda ya kusamehe watu na kuwasamehe wale ambao kwamba wamekukosea? Hebu angalia leo, kuna kubwa mtu analoliona kama vile mtu kuzungumza heshima ya binti yako, lakini masahaba wanaambiwa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, pale pale wanasema tunapenda na wanasamehe, wanaondoa kabisa. Na kuwa hili jambo ni zito la kusamehe, ndio maana ujira wake, ukiliona jambo lolote ambalo kwamba ujira wake limetegemezwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue hilo jambo linataka jihadu nafsi, kupigana na nafsi yako. Allah anasema faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, mwenye kusamehe na akarekebisha akafuta kabisa yale mambo, ujira wake haukutundikwa ukatangazwa ni kiasi gani, lakini umewekwa ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio atakayeshughulika na ujira kama huu. Wewe umesoma kwenye Qur'anul Karim ukamuona Allah anachukia sifa ya kiburi, hapendi mtu kujigamba na kujiona yeye yuko hivi na yeye yuko hivi. Wewe ukajivisha ile sifa ambayo kwamba Allah anaichukia, Allah ambayo kwamba haipendi, bali zimekuja kwenye hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haingii mtu peponi ambaye kwamba kwenye moyo wake kuna chembe ya kiburi, lakini ukaivaa na ukaitangaza na ukaionyesha kwenye maneno yako na kwenye vitendo vyako. Hivi kweli wewe umeisoma Qur'ani kumsoma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumjua? Na ndio maana wengi walioisoma Qur'an wakitoka pale wanaathirika kwa yale ambayo kwamba wamekutana nayo mengi. Mtu anakutana na kwenye Qur'anul Karim Allah anasema wa rahmati wasi'at kulla shay, rehma yake na msamaha wake umeenea katika kila jambo. Kwa kuwa tu Mwenyezi Mungu ametangaza msamaha wake na rehema yake imeenea kwenye kila kitu, mtu anaonekana yeye ni katika watu wema, analisindikiza jeneza la mtu ambaye kwamba mudminul khamr, ni mtu mwenye kunywa pombe, amekufa na ni mtu ambaye kwamba maisha yake yanajulikana ni mnywa pombe. Hajulikani je alitubia huku mwisho wa maisha au hakutubia, lakini yule mtu mwema anaonekana analisindikiza lile jeneza. Watu wakamuuliza, wewe vipi, mbona wasindikiza jeneza na mtu kama huyu? Asema naona aibu kusema kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu imekuwa chache mpaka kuweza kushindwa kumfunika huyu mtu. Pamoja na kwamba huenda hichi kisa kina walaki ndani yake, lakini yaonesha kiasi gani kwamba rehema za Mwenyezi Mungu ukiziona na wewe watakiwa uzipambe nazo, waangushie na wale wengine ambao kwamba wako chini nao. Na hakuna kitu Allah Subhanahu wa Ta'ala anachokipenda katika hii dunia kama mtu kuwa ni mubarak, mtu kubarikiwa. Wewe umesoma kwenye Qur'ani umekuta miongoni mwa sifa anazozipenda Allah ni mtu kubarikiwa, na mambo yanayopelekewa mtu mpaka akabarikiwa ni mtu manufaa yake kuenea kwa watu wengi. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Kwa jambo la mwanzo kabisa, kama tunataka tudumu katika ibada, tuendeleze khiri zetu baada ya Ramadhani, tumsome Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyojielezea mwenyewe kwenye Qur'anul Karim. Amejielezea na kitu gani? Umeona Allah hapendi kiburi, Allah hapendi mtu kujiona, Allah anapenda mtu mnyenyekevu.
Mtu mwenye tawadhu, jipambe na wewe na sifa ya tawadhu. Wanaochuoni wanasimulia, wanasema mara moja kulikuwa na bwana mmoja anatufu kwenye Al-Kaaba. Mbele yake kuna watu na nyuma yake kuna watu, yeye yuko katikati. Yule wa nyuma akamsukuma huyu, baada ya kumsukuma yeye akamsukuma yule wa mbele. Yule wa mbele akageuka, na huyu bwana ilikuwa ni mtu mwenye elimu yake, ni mtu mcha Mungu. Huyu alisukumwa akamsukuma mtu wa mbele. Baada ya kumsukuma yule mtu wa mbele akageuka akamwangalia, kisha akamwambia, ma araka illa rajula su, mimi sikuoni wewe isipokuwa rajula suin, ni mtu ambaye kwamba ni mtu mwenye uovu, ni mtu mbaya, wanisukuma sehemu kama hii. Yule bwana aliambiwa maneno yale, akamwambia yule aliyemwambia vile kwamba hamuoni isipokuwa yeye ni mtu wa su, akamwambia, ma adhunnuka kadhabta, sidhani kama umekosea, sioni kama jibu ulilolisema ulichoniambia mimi umesema uongo, na kuona tu kwamba wewe ulichokisema ni kitu cha ukweli, kwamba mimi ni mtu su, na huyu ni mtu mwanachuoni, ni mtu mwenye elimu yake. Amwambia, ma ab'ata, hujakaa mbali katika maneno yako, kweli mimi ni mtu wa su. Fikiria maukifu kama hiyo ikutokee wewe tu, mtu tu akuchomekee kwenye gari au kwenye usafiri wako, kwenye njia wewe ndio unataka kuingia, bahati mbaya yule bwana akapita bahati mbaya tu. Angalia ishara utakozozitoa kwa yule mtu. Huoni wewe vipi? Uko ndani ya gari lakini zile ghadhabu zimekupanda, huna ustahimilivu wowote, wakati ni jambo la kawaida tawadhu na kumfungulia mwenzio duara. Sasa mambo kama haya binadamu akiwa ameyaingiza kwenye moyo wake, unyenyekevu na kustahimilia na huruma, ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yatamuingiza kwenye Ramadhani, baada ya Ramadhani kuwa ni mnyenyekevu. Angalieni leo tulipokuwa Ramadhani, ndani ya Ramadhani tunaishi kwa vipi? Ruhamau, tunaoneana huruma baina yetu. Umeshika tende na umeshika maji, anakuja mwenzio magharibi, unachukua tende moja na wewe unakokwa labda 2 au 3, unamsogezea mwenzio. Hii huruma ambayo kwamba tulikuwa nayo ndani ya Ramadhani, ambao ni madrasa Allah ametupitisha ili tujifunze. Sasa miongoni mwa mambo ya kujifunza ni kuondoka nayo haya mambo, kwenda nayo baada ya Ramadhani. Jambo la pili ambalo litatufanya kwamba tuendeleze mema yetu baada ya Ramadhani ni kuifahamu hakika ya hii dunia tunayoishi. Kama ushemfahamu Allah, umejua ukweli wake na ulipaji wake. Nimefanya ikhtisari sana, naogopea muda usije ukenda, tusije tukavuka muda tuliojiwekea. Lakini jambo la pili ni kuyajua hii dunia ambayo kwamba unaishi. Dunia hii unaoishi ni dunia ya namna gani? Kila mmoja ni swali la kujiuliza. Ulikuwa na baba, ulikuwa na mama, ulikuwa na watoto, ulikuwa na nini? Hawa wote, kila mmoja hapa ima ameondokewa na huyu au ameondokewa na yule na ameondokea na yule. Yale majeneza tunayaona, hakuna mtu ambaye kwamba hajawahi kuona jeneza. Kila mtu ameliona jeneza. Lile jeneza unaloliona kwa macho yako kila siku, siku moja itakuwa na wewe ni jeneza, watu wanakuangalia. Huo ndio uhakika wa hii dunia tunaoishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja alikwenda makaburini katika jeneza la mtu wa Kiansari, ilikuwa amefariki. Akenda zake mpaka makaburini. Alipofika pale makaburini, Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule sahaba lam yulhad, bado hajatiwa kwenye mwanandani, akawa ameshika fimbo ile anaigonga gonga hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akakaa chini, akachuchumaa, kisha akaanza kuonekana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu aliyoathirika na ile matukio kama yale. Akawaambia masahaba zake, limithli hadha alyawm fa'iddu, kwa ajili ya siku kama hii ya leo basi watu wajiandae nayo. Kwa ajili ya siku kama hii ya leo, kwamba mtu ataletwa na yeye anaingizwa, na watu wajiandae na siku kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameathirika, anaonekana kwenye uso wake hasa kwa lile tukio lilokuwepo pale mbele yake. Kwa sababu maana ya kufa wewe binadamu, maana yake kwamba kiyama chako tayari ndio kimesimama.
yale mema ambayo kwamba hukuweza kuyafanya kwenye maisha yako katika hii dunia, ukitarajia kwamba unajipa amani, matarajio kwamba nitaishi, nitafanya, yamekuja mauti. Wal mautu yati baghtatan, yanakuja ghafla. Wal qabru sunduqul amal, na kaburi ndio sehemu ya mtu, amali yake ndio inaenda kumfaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akawaambia masahaba zake, ista'idhu billahi min adhabil qabr, takeni, jikingeni kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu kutokamana na adhabu ya nini? Ya kaburi. Ista'idhu billahi min adhabil qabr, ista'idhu billahi min adhabil qabr. Ikawa anawaambia masahaba zake maneno kama yale. Hakuna katika sisi isipokuwa kuna maneno yatamfikia na ataambiwa na malaika. Hakuna, sote kuna maneno utakutana nayo, utakuja kuambiwa siku moja, ima ni leo au ni kesho, lakini iko siku utakuja kuambiwa. Maneno yenyewe ni maneno gani? Ima malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waje wakuambie, la takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, usihuzunike wala usiwe na hofu, kuna pepo ambayo kwamba ilikuwa ukiahidiwa ya kusubiri wewe. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kila mmoja haya maneno atakuja kuambiwa na atawaona malaika kwa macho yake. Fabasaruka al-yawma hadid, macho siku hiyo yatakuwa ni kama vile hayako katika hali yake ya kawaida, yanaona malaika. Ukiwa ni mtu mwema utaona malaika bidhul wujuh, wale kuwa weupe, wamebeba sanda zile za kutoka peponi, na roho yako inatoka taratibu, na ikimalizika kutoka harufu inaenea pale. Viumbe vyote vilivyokuwa kwenye mawanja ya juu yataulizana, ni roho ya nani? Itambua hii ni roho ya fulani bin fulani, mfungulieni huo. Anafunguliwa mpaka anaombewa dua na wale malaika kwa yale ambao kwamba aliyofanya. Na kinyume chake hivyo mtu anapokuwa mtu wa suu. Ndio ile hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lilipita jeneza siku moja mbele yake, akauliza, amustarihun au mustarahun minhu, je, huyu aliyekuwa kwenye hili jeneza ni mustarihun au mustarahun minhu? Masahaba wakamuuliza, ni yupi huo mustarihun na yupi mustarahun minhu? Akawaambia, mustarihun ni abdun mu'min, ni mja muumini, akiondoka kwenye hii dunia anakwenda kupumzika kutokamana na dhiki za akhera. Na mja kafiri, mja ambaye kwamba hakufuata sheria ya Allah, ni mustarahun minhu, kwamba viumbe vinapumzika kutokamana na yeye. Wewe unaondoka duniani, kuna viumbe vingine vinapumzika kutokamana na yale ambayo kwamba unayoyafanya kwenye maisha haya ya kidunia. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ya kuhudumisha katika ibada ni kujua hakika ya hii dunia, na Mwenyezi Mungu ameielezea uhakika wa dunia kwenye aya ya suratul Hadid, akasema, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ni mambo hayo tu, hakuna mengine. Ni mchezo na upuuzi na kujifakharisha katika mali na watoto. Hakuna jingine katika hii dunia unalolijua. Sasa ikiwa Allah mwenyewe dunia ameielezea hivyo, na unavyoviona vyote hivi vilivyokuwemo juu ya dunia, majumba, watu, vitu vyote unavyoviona si mapambo. Vitu vyote unavyoviona wewe, Allah anasema, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, ni mapambo ya hii dunia, si mapambo yako wewe. Usafiri wako ulionao, nyumba yako ulionayo, vyote hivyo unavyoviona ni mapambo ya dunia, si mapambo yako wewe. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, ni mapambo ya dunia wenyewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi haya maisha ya kidunia yalivyokuwa hayana thamani yoyote, wakati yuko katika suratul Mu'minun, ukenda kuisoma mwanzo pale, Allah katika suratul Mu'minun alielezea jinsi alivyomuumba binadamu,
kaanza qad aflaha almu'minun, amefaulu mu'min, waumini wamefaulu. Kisha akataja zile sifa za waumini waliofaulu, kisha akaelezea kwamba atawaingiza peponi. Kisha baadaye Allah alizungumza jinsi alivyomuumba binadamu, akasema wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, tumemuumba binadamu katika hiyo njia mnayojua. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tukamjalia ni tone kama vile tunavyofahamu sote. Thumma khalaqna an-nutfa, aya zote hizi zinazozisoma Allah anaelezea jinsi alivyomuumba binadamu. Thumma khalaqna an-nutfa alaqa, pande hilo. Fakhalaqna al-alaqata mudgha, fakhalaqna al-mudghata idhama, fakasawna al-idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Ndio hivi mimi na wewe tupo, kakupitisha kwenye stage, tone, pande, mifupa, ikavishwa nyama, ikafanywa hivi. Kisha Allah mwenyewe anajisifu, anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yeye ndio muumba wa vizuri vyote unavyovijua. Aya hizi zote tulizozisema, Allah anaelezea jinsi alivyomuumba binadamu. Kilichokuwa cha tarajiwa kizungumzwe mbele, huyu binadamu tukamleta katika hii dunia, akaishi, akafanya hivi, akafanya hivi. Allah subhanahu wa ta'ala aliyaruka maisha ya kidunia kwa vile hayastahiki kuzungumzwa, akayaruka moja kwa moja baada ya uumbaji wa binadamu. Akenda akasema thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kisha nyie baada ya kuwaumbeni hivyo tulivyowaumba, hatukueleza kabisa maisha ya kidunia yako vipi. Akasema baada ya hivyo mtakufa. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Kwa maana haya maisha hayana haja ya kutajwa. Mtu hata aishi miaka mingapi, akifufuliwa kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha. Maisha yote haya utakoishi hayana na siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sana, ni sawasawa na miaka 1000. Sasa jiangalie leo, tangu mwaka 1447 tuko ndani ya siku moja tu, hata hatujafika hata na chochote, hata ile kitu chochote hatujafika, kwa sababu siku moja mbele ya Allah ndio miaka 1000 tunaihesabu sisi. Kwa jambo la pili ni kuifahamu uhakika wa hii dunia, na jambo la mwisho ili tuweze kuingia katika dua ni binadamu kuhakikisha anajipamba na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rawi alqalb, riwa alqalb, yani moyo, kile kitu kinachomwagiliwa moyo. Allah amemuumba binadamu kutokamana na vitu viwili, kutokamana na kiwiliwili na kutokamana na huu moyo uliokuwemo humu ndani. Nabii Adam aliumbwa, kisha roho ikapuliziwa, akapata uhai. Sasa vyote viwili hivi vina vyakula vyake. Mwili wako, chakula chako kila mmoja anakijua, lakini chakula cha moyo wa binadamu ni dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mja ambaye kwamba hamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moyo wake unakwenda unashikwa na jafafu, kukauka, kwa sababu haumwagilii chochote. Angalia wewe leo tangu asubuhi, angalia hii Ramadhani, jiangalie, je, una wirdi yoyote, una mpangilio wote wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ikiwa huna wirdi wa aina yoyote, uko kwenye mtihani sana. Allah anatakiwa atajwe kila wakati, na ukimtaja, angalia na yeye anachokifanya, fadhkuruni adhkurukum. Yani wewe unapomtaja adhkurukum, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, ukimnusuru Mwenyezi Mungu hakuna wa kukushinda wewe, na ukimnusuru Mwenyezi Mungu na yeye atakunusuru katika mambo yako. Ukiwafungulia watu vifua, na wewe Allah atakufungulia mambo yako. Tambua kwamba hayo yote hutoyapata ikiwa wewe binadamu hujatia kwenye moyo wako dhikri ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapomkumbuka Allah utakumbuka makosa yako. Hebu kaa ufikirie wewe, tangu ulivyokuwa umebaligh, umekuwa mtu mzima, umri umekwenda hivi, kweli huna makosa unayakumbuka? Bila shaka kila mmoja anayo makosa 2, 5, 10
anayakumbuka. Ya kuyaondoa hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na huwezi kuyakumbuka ikiwa hujamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio yule mzee mtu mzima mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amekwenda ameshika gongo lake. Sasa amwambia inna li ghadaratin, hakika yangu mimi, inna ghadaratin, nina makosa na nina fajarat, nimefanya mambo mingi sana na huu utu uzima nilokuwa nao, lakini nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi. Fahali min tauba, mimi ninao toba, nitasamehewa kwa sababu nayajutia haya niliyoyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, wewe unashuhudia kwamba hakuna mola isipokuwa Allah? Ndio ile kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, bala, sio hivyo tu, bali nashuhudia kwamba wewe vile vile ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ondoka, nenda zako, umesamehewa madhambi yako. Kaonesha ukweli wa kile ambacho kwamba alichokifanya. Na wanaochuoni wanasema hakuna aya iliyoleta furaha kwa waumini na aya iliyokuwa ina matarajio makubwa kama ile aya inayosema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukwambia, sema kuwaambia, ya ibadi, waja wangu. Wasikilize hawa ambao kwamba wameitwa na Mwenyezi Mungu kwamba ni waja wake. Hebu wasikilize sifa walizokuwa nazo. Sifa waliokuwa nayo ni alladhina asrafu ala anfusihim, wamepita mipaka katika nafsi zao kumkosea Allah. Sasa ikiwa hali ya waliomkosea Allah wanaitwa hivyo ibadi, je, wale ambao kwamba wanamjua Mwenyezi Mungu wakamkumbuka wakamfanyia dhikri, je, wale waliomjua Mwenyezi Mungu wakajilazimisha na ibada, wakajilazimisha na mambo mazuri, je, mbele ya Mwenyezi Mungu wao wana hali gani? Bila shaka hali yao ni nzuri, na Allah ameielezea kwenye Qur'an Karim katika sehemu mbalimbali, innal abrara la fi na'im ala al-araiki yanzurun, watu wema siku ya kiyama watakuwa kwenye matandiko mazuri zuri hao. Kisha Allah akasema ala al-araiki yanzurun, wamekaa wanaangalia. Vitu gani wanavyoangalia havikutajwa, wanaangalia zile neema alizowapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Neema kuitumia unasikia raha, na kuiangalia pia kile alichokupa Allah unakisikia raha. Angalia mtu, tasawwar, kaa ufikirie, ndio umekaa katika pepo namna hii. Hakuna jambo zuri kama Allah kukukusanya wewe na unawapenda katika pepo. Sasa mmekaa wewe na mkeo na watoto wako wote, Allah wamewakusanya sehemu moja, ala al-araiki yanzurun, mnaziangalia zile neema alizokuandalieni Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama, mashekhe, yule tunayemuona alikuwa ni mtu mwenye dhiki kwenye hii dunia, dhiki nzito kabisa, anatabu, atachukuliwa huyo mtu, tabu yote aliyopata, kwa kuwa yeye ni mtu mwema, amefanya mambo mazuri. Famanna Allahu alaina wa waqana adhaba samum inna kunna fi ahlina. Huyu mtu amepata tabu katika hii dunia, ameingizwa peponi, atachukuliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na malaika wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ataonjeshwa tu sabgha, kuchovya tu kwenye pepo. Na duniani alikuwa na tabu. Ataulizwa, je, umewahi kuona tabu kwenye maisha yako? Kuonjeshwa tu, kuingizwa peponi, kuchovya tu. Tabu zote za duniani binadamu atazisahau, asema sijawahi kuona tabu yoyote. Na yule ambaye kwamba alikuwa katika neema, alikuwa katika mambo haya na hivi na hivi, kisha akawa ni mtu wa motoni, atachukuliwa, ataonjeshwa na yeye kuingizwa tu motoni kidogo, sabgha tu fi jahannam, kisha atatolewa mule. Ataulizwa, je, umewahi kuona neema yoyote wewe? Atasema la wallah, sijawahi kuona neema ya aina yoyote mimi, wala sijui kitu kinachoitwa neema, kwa tabu atazoziona kwenye moto wa jahannam. Sasa nenda ukaisome Qur'an. Si unataka uijue, umjue Allah amejielezea vipi? Nenda ukasome Allah azungumza vipi pepo, Allah anazungumza vipi moto. Na uzuri wa Qur'an mara nyingi ina kitu chaitwa mukabala. Allah akizungumza pepo, mbele utaona anazungumza moto. Akizungumza moto, pepo iko mbele ya zungumzo.
inna jahannama kanat mirsada litaghina maaba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa, yanaendana na malipo yako. Innahum kanu la yarjuna hisaba wakadhabu biayatina kidhaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa adhaba. Hizo ni za motoni, angalia zinazofuata mbele. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba. Nayusia nafsi yangu pamoja na kuzusia nafsi zenu. Haya mambo niliyozungumza kila mmoja ayaingize kwenye akili yake, amjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumjua Allah kupitia Qur'ani yake. Na ukishamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufahamu uhakika wa hii dunia, na ukishofahamu uhakika wa hii dunia jilazimishe na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukishajilazimisha na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka moyo wako sasa ndio utakuwa ni moyo unaokuwa ni mnyenyekevu, ni moyo uliojaa rehma, ni moyo uliojaa mambo mazuri mazuri. Baada ya kusema hayo, namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki yake na kheri zake, ya Rabbi atusamehe makosa yetu. Hatuna tulilolifanya Rabbi katika hii Ramadhani kubwa lenye kutajwa na lenye kukumbukwa, bali tuliyofanya yamejaa mapungufu, yamejaa kasoro. Ya Rabbi twakuomba utupokee na udhaifu wetu. Ya Rabbi twakuomba utupokee na udhaifu wetu. Ya Rabbi twakuomba utupokee na udhaifu wetu. Utakabalie matendo yetu tuliyofanya ndani ya Ramadhani, visomo vyetu vya Qur'ani na khairi zetu tulizozifanya, na utudumisha ya Rabbi katika kutenda mazuri sisi na vizazi vyetu na watoto wetu na wake zetu, na wasamehe wazee wetu waliotangulia mbele za haki, na wale wagonjwa ya Rabbi waondolee magonjwa yao, ujalie ni sababu ya kusamehewa daraja zao na kuinuliwa daraja zao, kusamehewa makosa yao na kuinuliwa daraja zao. Ya Rabbi tupe baraka katika umri, tupe baraka katika riziki zetu, tupe baraka katika amali zetu, tupe baraka katika matendo yetu, tupe baraka katika kila jambo letu ya Rabbi. Ya Rabbi tuna haja nyingi wazijua, nyingine hatuwezi kuzitamka na wewe wazijua, na wewe ndio mwenye kukidhi haja zote hizo, na wewe ndio ulituambia kwenye kitabu chako, uduuni astajib lakum. Ya Rabbi tuinua mikono yetu tukiwa tuko ndani ya siku tukufu, tuko ndani ya mwezi mtukufu, tuko ndani ya saa hili tukufu baada salati al-asr. Ya Rabbi tukuomba ya Rabbi utukidhie haja zetu, utuongozee watoto wetu na wake zetu. Ya Rabbi tusafishe nyoyo zetu kutokamana na kila mabaya na matatizo. Ya Rabbi tusafishe nyoyo zetu kutokamana na maradhi ya mioyo. Ya Rabbi tusafishe nyoyo zetu kutokamana na kibri na hasad. Ya Rabbi tukuomba ya Rabbi ya Karim ya Ghaffar ya Karim ya Ghaffar ya Wadud ya Latif, ultuf bina fima jarat bihi al-maqadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah sasa tutasoma dua mubarak katika hichi kipindi kilichobakia, kisha inshallah tuomba dua nyingine tuweze kutawanyika inshallah. A'udhu billahi al-azim wa sultanihi al-qadim minash shaitani rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحانه
وتبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك تبت إليك وأنا من المؤمنين. ربنا اغفر لنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب زدني علمي. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا بحسن الخاتمة، يا الله يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بحسن الخاتمة، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا الله يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا ربنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت،
تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك، ومن اليقين بك ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، وانصرنا على من عادانا وظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين، فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه، وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه ووقف عند حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم مع أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. 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 اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صالحات أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي tuinua mikono yetu katika saa hili, ya Rabbi tuikabidhi Ramadhani kwako wewe. Muwaddaun ya Ramadhan, muwaddaun ya shahra as-siyam, muwaddaun ya shahra al-qiyam, muwaddaun ya shahra al-Quran, muwaddaun ya shahra as-sadaqat، muwaddaun ya shahra at-tarawih، muwaddaun ya shahra al-ghufran، muwaddaun ya shahra al-khairi wal-fadl. Twakuaga mwezi wa Ramadhan, mwezi wa khairi, mwezi wa funga, mwezi wa sadaka, mwezi wa tarawih, mwezi wa Qur'an, mwezi wa ghufran. Ya Rabbi twakuomba, ya Rabbi twainua mikono yetu, usiturejeshe mitupu. Ya Rabbi twakuomba utusamehe makosa yetu, ibada zetu zimejaa kasoro na wewe wazijua hali zetu. Ya Rabbi twakuomba, ya Rabbi hatujabeba bidhaa kubwa katika ibada zetu. Ya Rabbi twakuomba upole wako, twaomba urahimu wako, twaomba ulatifu wako, twaomba uwadudi wako. Ya Rabbi tusamehe, ya Rabbi tusamehe sisi, wasamehe wake zetu, wasamehe watoto wetu, wasamehe wazee wetu. Ya Rabbi twakuomba utusamehe, ya Rabbi utusafishe nyoyo zetu. Ya Rabbi ujalie ni mwanzo wa mambo mazuri kwetu sisi katika matendo yetu. Ya Rabbi, ya Rabbi twakuomba msamaha katika kila kosa tulilolifanya tukalirejea tena. Ya Rabbi twakuomba msamaha katika kila neema uliotupa tukaitumia katika kukuasi wewe. Ya Rabbi twakuomba msamaha katika kila kosa tulilolifanya tukaomba msamaha kisha tukarejea tena. Ya Rabbi twakuomba msamaha katika kila neema ulizotupa ya Rabbi kisha tukazitumia neema hizo katika kuasi wewe. Ya Rabbi twakuomba msamaha katika madhambi tulikuasi mbele za watu na siri na wazi, usiku na mchana. Ya Rabbi twakuomba utakabalie saumu zetu, utujalie miongoni mwa walioachiliwa mbali na moto. Ya Rabbi, ya Rabbi usiturejeshe mikono mitupu. Ya Rabbi twakuomba, ya Rabbi twakuomba, wewe ndio mkarimu. Tumesimama kwenye mlango wako ya Rabbi, twatarajia maghfira yako, twatarajia msamaha wako. Ya Rabbi twakuomba utusamehe na uwasamehe wazee wetu, wasamehe wazee wetu ya Rabbi waliokuwa mbele za haki. Ya Rabbi yajalie makaburi yao walipo yawe ni raudha min riyadil janna, wala yasiyo mashimo katika mashimo ya moto. Ya Rabbi twakuomba uturejeshe misimu ya kheri kama hii,
miaka na miaka tukiwa na imani na uzima na kuweza kufanya mambo ya kheri. Ya Rabbi, tukuomba utuongoze kwa Qur'an, utuongoze kwa Qur'an, uthibitishe Qur'ani katika vifua vyetu. Ya Rabbi, tukuomba utuepushe na maasi yaliyo wazi na yaliyojificha. Ya Rabbi, tukuomba utujalie katika miongoni wenye kukushukuru wewe, miongoni wenye kutenda mazuri, miongoni watakwenda kukutanishwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, tukushuhudisha tumpenda mtume wetu Bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, hatukupata bahati ya kumuona katika hii dunia. Ya Rabbi, usitunyime bahati ya kwenda kumuona katika siku ya kiyama. Ya Rabbi, ya Rabbi, usitunyime kwenda kukutana naye mtume wetu Bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, usitunyime bahati ya kwenda kunyweshwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maji ambayo hatutopata kiu tena baada yake. Ya Rabbi, usitunyime fadhila ya kwenda kukutana na masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, usitunyime fadhila ya kwenda kukutana na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, tukushuhudisha tumpenda mtume wetu na tutapenda ibada zetu, mapungufu ni tabia yetu. Tuomba ya Rabbi utusamehe na makosa yetu na utuongoze. Ya Rabbi, tukuomba utupe wepesi katika malezi. Ya Rabbi, tukuomba utupe wepesi katika malezi. Sisi si walezi, wewe ndio mlezi. Ya Rabbi, tusaidie katika ulezi. Ya Rabbi, waongoze watoto wetu. Ya Rabbi, waliopotea ya Rabbi warejeshe, waliopotea ya Rabbi warejeshe. Ya Rabbi, tubariki katika vipato vyetu. Ya Rabbi, tubariki katika vipato vyetu, tubariki katika umri wetu, tubariki katika amali zetu, tufungulie milango ya kheri. Ya Rabbi, tuondolee kila milango ya shari. Ya Rabbi, nani tukusudia na shari, Ya Rabbi, mrejeshie shari katika shingo yake. Ya Rabbi, Ya Rabbi, wanusuru Waislamu popote duniani. Ya Rabbi, upe Uislamu nguvu. Ya Rabbi, tukuomba upe Uislamu nguvu. Ya Rabbi, upe Uislamu nguvu. Ya Rabbi, Ya Rabbi, tukuomba kwa ukarimu wako na rehema zako, hii ni juhudi ndogo tulioifanya. Tuomba ya Rabbi utupokelee, utusamehe, utuongoze, utuhidi katika saa hili tukufu baada salati al-asr. Ya Rabbi, tukuomba ya Karim, tukuomba ya Karim, tukuomba ya Karim. Tumesimama kwenye mlango wako, tukuomba ya Karim, tukuomba ya Karim. Wewe ndio mkarim, wewe ndio latif, wewe ndio msamehevu, wewe ndio ulisema kwenye kitabu chako ud'uni astajib lakum. Na sisi tukuomba Rabbi, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu atukutanishe tena katika mambo kama haya ya kheri na tusamehe tulipokosea. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.